Mfanyabiashara Thaddeus George Lekule mwenye miaka 52 mkazi wa Longo B katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro amefikishwa mahakama ya hakimu mkazi Moshi mbele ya hakimu Rehema Olambo akikabiliwa na mashtaka matatu likiwemo la kumiliki kemikali aina ya ethanol yani spirit yenye lita 704.5. Katika shtaka hili mbali na mshtakiwa Thaddeus Lekule, lakini mwingine ni mke wake Evelyn Thaddeus Lekule ambaye hata hivyo hakufika mahakamani, jambo lililomlazimu muendesha mashtaka wa serikali Bora Mfinanga kuomba irisho ili siku wakipatikana waweze kusomewa mashtaka yao kwa pamoja. Baada ya kupokea ombi hilo, hakimu Rehema Olambo amesema mshtakiwa amefikishwa katika mahakama, hivyo ni vyema akasomewa mashtaka peke yake, na pale mwenzake atakapopatikana basi atasomewa mashtaka yeye mwenyewe. Baada ya maamuzi hayo ya mahakama, muendesha mashtaka wa serikali alianza kumsomea Lekule mashtaka yake matatu ambayo alisema kuwa mnamo tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka huu katika eneo la Shanty Town katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, mshtakiwa alikutwa akijihusisha na kemikali aina ya ethanol lita 704.5 kinyume na sheria ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya. Shitaka la pili ni kujihusisha na kemikali ya ethanol ambayo haijasajiliwa kisheria. Shitaka la tatu ni kukutwa na kemikali aina ethanol katika eneo ambalo halijasajiliwa kisheria. Baada ya kusoma mashtaka hayo matatu, muendesha mashtaka wa serikali aliiambia mahakama kuwa bado upelelezi wa kesi hiyo haujakamilika na kwamba mahakama ipange tarehe nyingine kwa ajili ya kutajwa tena, lakini akaiomba mahakama kutompatia mshtakiwa wa dhamana, kwani kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya nchini, ukikutwa na ethanol zaidi ya lita 30, mtuhumiwa hapaswi kupewa dhamana, na kwamba kiwango alichokutwa nacho Lekule ni lita 704.5 ambacho hakistahili dhamana. Baada ya kupokea maombi hayo, hakimu Rehema alikubaliana na ombi la upande wa jamhuri na kuamuru mshtakiwa arudishwe mahabusu mpaka tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu, kesi hiyo itakaporudi mahakamani hapa kwa ajili ya kutajwa tena.